Na ambao unasikiliza ni Baraka1 TV kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Like na follow page zetu na vuta kwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Kwanza ni muktasari mwenyewe wa habari za moto. Fizi, wazalendo watupiana risasi wao kwa wao. Kinshasa, Chiwewe na wengine wafutwa ndani ya jeshi kwa kosa la jaribio la mapinduzi. Kivu Kaskazini na Kivu ya Kusini, hali bado mbaya kwenye uwanja wa mapigano. Hii ni Amka na Baraka1 TV. Kumbuka operesheni Saidia Mzalendo bado inaendelea, na kama unaungana na operesheni hii, tafadhali tumia namba ambazo kwa sana ili moja kwa moja uweze kuwasiliana na Baraka1 TV. Pia usikose kutembelea Mwangaza TV ambako utakutana na baadhi ya matukio yote ambayo yanazidi kuendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ingia hapo kwenye description na utakutana na link ya Mwangaza TV. Na moja kwa moja tuanze na taarifa hizi kutoka tarafani Fizi, ndani ya kitongoji cha Misisi ambako wazalendo watupiana risasi wao kwa wao. Ni kati ya makundi mawili, kundi la FABB ambalo linaongozwa na Generali Ngoma Nzito na pia kundi la CPNCC ambalo linaongozwa na William Amuli ya Kutuma. Makundi haya mawili yalijikuta katika hatari kubwa ya kutupiana risasi baada ya sintofahamu kutokea kati ya makundi hayo. Mgogoro huu wa kijeshi ambao umepelekea kuanza kuingiza chuki kati ya wananchi, huku ikiwa ni kabila la Wabembe pamoja na kabila la Wafuliru, kitu ambacho kinaombwa kwa wananchi kuto kujiingiza katika masuala ya wapiganaji. Hii sio mara ya kwanza kwa makundi haya mawili kuweza kurushiana risasi, na yote inatokana na kutokuelewana katika mazungumzo. Mengi na zaidi, ujumbe huu kutoka huko maeneo ya Misisi ambako matukio hayo yaliweza kufanyika. Sauti ni ya Balange Bini Ombe Riche Gentil, animateur principal wa Société Civile Populaire pour l'Afrique mu territoire ya Fizi, resida Amisisi. Nilipenda kutaarifu watu na kupana tahadhari kufuatana na hali ambayo ilishinda leo kati ya kundi mbili zinazoshikilia silaha, kundi la CNPCC na kundi la Bishambuke FABB, ambao leo walifikia hatua ya kubadilishana masase wamoja kwa wengine. Nilipenda niambie wananchi ya kwamba ile ni konfli ya watu wenye wanashikilia silaha. Au fait wao wanajua kenye wanafia. Kwa hiyo ningeliomba wananchi watulizane, waraia watulizane, waraia wasijiingize mu makonfli zenye aziwahusu, kwa sababu ninaona woga kuona wengine wanaweza batiza hii vurugo kwa kusema ya kwamba ni vita ya Wabembe na Wafuleru na Wanyindu, na nitakwambia ya kwamba CNPCC haiko tu kundi ya Wabembe. CNPCC ni kundi ya watu wengi sana, makabila mingi sana, kama jinsi inavyosemekana Coalition Nationale pour la Souveraineté du Congo. Alors ile napenda kabisa kutosha wananchi mwa ile konfli ya kusemezana ke kuko konfli ya Babembe na Bafuleru, aisa kuko vita ya Babembe na Bafuleru. Vita haiko ya Babembe na Bafuleru, mbali vita ni ya watu ambao wanashikilia silaha wao kwa wao na wanajua kile ambacho wanafia. Na tukiangalia ambacho wanafia
kuna mara ni mali ambao sisi raia tunatozwa kinyume ya sheria. Kwa hiyo wandugu wapenzi, jeunesse ya Misisi, nawaza kila jeune mwenye iko humu iko ananisikia, tukuwa apeze zaidi sana, tusingilie madeba zenye azituangalie. Kama uko muuzisha mainite, uzisha mainite yako. Kama uko muuzisha vidonge kuma farmasi, kila mtu apointe mawazo yake kukazi yenye anaendelea kuifanya. Pia kwa washika silaha wenyewe ambao wanapigana vita wao kwa wao, naweza sema ya kwamba zile konfli zenu zenye munapigiana kule, musizilete kwetu sisi wa raia. Musizilete kwetu sisi wa raia. Sisi ni wa raia na tujue kenye munafia. Kwa hiyo wandugu wapenzi, wanaoshikilia mashiraha, kwanza CNPSC, FABB, konfli zenu ziishie kwenu kule, nyi ambao wako na masilaha. Na sie wenye hatuna masilaha, sie wa raia, wa Kifulero, wa Kibembe, wa Kibangubangu, wa Zimba, wa Songe, wa Nyindu, Waemba, wengine wote tuishi kama gisi tunakuaka tunaishi. Kati yetu sisi wa raia hatuna uadui, ila kati yenu nyinyi ambao wanashikilia silaha ndio muna uadui wenu ambao mnajua kenye munafia. Kwa hiyo hiyo uadui wenu isije kwetu sisi wa raia tukaangamizane sisi kwa sisi na tukalete maafa ambayo kuna mari inaweza kosa mtu wa kuizuia. Asante sana. Ni sauti yake Balange Bine Omberi Gentil, animateur principal wa Société Civile Populaire pour l'Afrique à territoire de Fizi, résident à Misisi. Merci. Na baada ya matukio hayo kutoka huko maeneo ya Misisi, wananchi wa Kibembe pamoja na Wafuliru wanaombwa zaidi sana kutokujiingiza katika haya masuala, na huu sio mgogoro wa kikabila bali ni makundi mawili ya silaha ndiyo wamepigana kwa maslahi yao binafsi, wala haina kabisa na mahusiano yote na wananchi. Baada ya taarifa hizo, tuingie jijini Kinshasa ambako Christian Chiwewe na wengine majenerali wawili wafutwa ndani ya jeshi kwa kosa la jaribio la mapinduzi. Majenerali watatu wa ngazi za juu wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliweza kufutwa ndani ya jeshi kutokana na makosa ya kufanya majaribio ya mapinduzi dhidi ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na dhidi ya rais wa nchi Bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Katika makamanda hao ngazi za juu ni pamoja na Jenerali Christian Chiwewe Songesha ambaye alikuwa mkuu wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, alikuwa ni meja generali. Baadaye pia kuna Luteni Generali Frank Bwamunda Ntumba ambaye alikuwa ni mkuu wa majeshi ya ulinzi wa nyumba ya rais, na pia kuna Brigadier Generali ambaye ni Benjamin Katenge Batu Badila. Kutokana na maamuzi yaliyokamatika baada ya upelelezi wa kina na shirika la upelelezi la DEMIAPE, Agence de renseignement militaire, ambayo imeweza kutoa taarifa hizo na kuhakikisha kwamba watu hao walitumia mamlaka yao vibaya, na pia inaonekana wako na ushawishi katika operesheni za M23 na kuyumbisha pia vita huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Toka awali wa makamanda hao watatu walikuwa wanashtumiwa kwa makosa ya kushirikiana na M23 na makosa ya kujaribu kupindua serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kutokana na ulinzi wa rais, Garde Republicaine ambao wanamlinda rais na kulinda maslahi ya ikulu, inasemekana askari yote ambaye anafutwa ndani ya jeshi, huyo anakuwa hawezi kupata faida yoyote ya kijeshi. Ripoti kutoka kwa Jenerali Amisi Kuba inasema kwamba makamanda hao walikuwa na nia kabisa ya kuonyesha kutaka kuyumbisha usalama nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kufanya mapinduzi, na pia wakiungana na wengine kwa lengo
la kujaribu kuiangusha serikali ya Kinshasa. Utakumbuka tu kwamba Christian Chiwewe aliwahi kuwa kamanda wa vikosi vya Garde Republicaine na baadaye kupewa nafasi ya kuwa kamanda mkuu wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kisha kuwa mshauri wa masuala ya kivita wa rais ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Baada ya kukutwa na meseji zinazoashiria kujaribu kumuondoa rais Bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, ndipo Christian Chiwewe aliweza kukamatwa na kutupwa ndani ya jela, wakiwemo pia na viongozi wengine wa ngazi za juu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mpaka sasa ni takriban majenerali wasiopungua 30 na makamanda wengine, makanali pamoja na mameja ambao wako ndani ya gereza kwa makosa hayo ya kula rushwa, uhaini na pia kujaribu mapinduzi dhidi ya serikali ya Bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Hii ambayo kunasikiliza ni Baraka1 TV. Na baada ya taarifa hizo kutoka ndani ya jiji la Kinshasa, unaendelea kusikiliza matangazo yetu kutoka Baraka1 TV, na pia unatufuata ukiwa huko Australia, ukiwa huko Canada, ukiwa huko USA, Europe Central pamoja na East Africa, na wale wote ambao wako maeneo ya Afrika ya Kusini. Jide Kizenga Tembele, King Sele, the only one king from USA, Kizabe Ayeba, Yedone Butoto Kashosi, Biondo Kilamba Mawe, Kiza Salum, Mashaka Ayamba, mzee wa state ya Menda Feza, da Letesha, da Irene, Akisi Kandeki, Asimwe Baguma Samuel kutoka Czech Republic, Emmanuel Mangombe pamoja na Elisha Asani Ramadan Asokolo Aiba, wakiwa wanasikiliza Baraka1 TV. Na baada ya taarifa hizo tuingie jimboni Kivu ya Kaskazini na Kivu ya Kusini, ambako hali bado ni mbaya kwenye uwanja wa mapigano. Mpaka sasa hali bado inaonekana kudorota katika anga za uwanja wa mapigano huko jimboni Kivu ya Kaskazini pamoja na jimbo ya Kivu ya Kaskazini. Katika kila tarafa hali inazidi kuwa tete, huku magaidi wa M23 wakiendelea kukutanana na mkono wa chuma kutoka kwa waza pamoja na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika tarafa ya Nyiragongo huko jimboni Kivu ya Kaskazini, magaidi wa M23 wanaendelea kuugulia moto kutoka kwa wazalendo maeneo ya Muja. Pia ukiingia Masisi ni hivyo, mandege ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na drones zinaendeleza harakati za kukuta kambi za magaidi wa M23. Maeneo ya Ruchuru, wazalendo walifanikiwa kuingia ndani ya Ruchuru huku wakiwapa hasara kubwa magaidi wa M23. Walikali, ndege na drones za FARDC pia zinaendeleza harakati zile za kushambulia magaidi wa M23 huko kija jimboni Kivu ya Kusini ndani ya Nyangezi. Magaidi wa M23 wamejikusanya Nyangezi huku wakipata vipigo vitakatifu kutoka maeneo ya Businga na maeneo mengine ambayo yanaendelea kuwashwa moto na wazalendo pamoja na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ukiachana na Nyangezi, upande wa Katana na upande wa Kavumu pia hivyo moto unazidi kuwashwa na M23 wanazidi kupata cha mtema kuni. Mengi na zaidi ripoti hii kutoka Kivu ya Kusini na Kivu ya Kaskazini. Leo tulishinda Mugunga yote, huku kupoli kote, huku Kanyaruchinya, kule ngambo za Kibati, mabombe ndio tuko tunasikia. Ila kabisa ile information ya kusema sema mekata kule kwenye nasema depuis jana ndio tulibisikia kama ba metre wamezunguruka Goma yote. Depuis jana ndio tulibisikia. Ndio banasema kulala na kulamuka Goma itakuwa tombe. Na depuis dimanche zile imbwa hazilale tena Goma, zinaanza vuka tena, hazitalala Gisenyi njoo banaiwa kama Gisenyi njoo batazikamatia. Hapa kwa tuko tunakusema na weye wamebombarde depo yabo ya armement mu Masisi centre. Kule kote manake kule ni vita, huku munani kote ni vita, huku Maruchuru kote ni vita. Hapa kwenye na kuambia bako deja mu 5 kilometre na Bukavu ngambo ya Kabare, na Nyangezi bako deja mu 15 kilometre na Bukavu. Kavumo bako deja hapa kule chini ya miti, kule ngambo chini ya miti bako banataenda nani kule kwenu ndio wapi banataka shuka Mudaka. Ndio mimi nakwambia
bagangi hawaonekane namo mwingine depuis usubuhi. Mimi nakuwa kwa barabara si abaona ase banapita depuis usubuhi. Ndio vile vitu biko chishie kabisa, ni maombi ndio mnaweza sikia kulala na kulamuka pa Goma tombe. Ile ayo ba metre bako deja mu quartier bako bakabisa na bako determine. Mbojana ndio nilisikia kama avio ilimwangia kule Numbi, kule ku kariere ya Numbi, sinjo yulu ya Minova. Nilisikia sasa avio ilimwangia ako basoda sabu Nyengelele. Donc aeroport aerokopiteri iko na shuka inamwanga basoda. Hapa sasa hivi niko nakwambia parke yote ase iko amo sabu Nyengelele, na banaambia Demerode hawapendi baone tena mtu wa Demerode mu parke ya Virunga. Na kuko saa leo tunawezi lala muugiza juu mimi nasikia kama nakura batakata, bamesema batakata kura kusudi ndio baingie mzuri. Ndio vile vitu biko kabisa. Mevrema ni kutuombea Mungu, na sisi tuko tunasema bapige tu wakukufa kufe, lakini tu mwenye ataishi baishi na amani. Juu tunateseka. Ngo banatuambia tufungule kinywa na batemee amo. Mataxi ndio sabu Nyengelele kutulipisha franga, na kama hauko azo lala chini. Bwana Mungu atusaidie basi basifanye farce. Mimi naona Mario haiko farce. Depuis balianza mwanzo ya hii mwezi yote ni vita tu, habaya asema aseo tulikimbia. Bwana njoo vile. Jana kule mwaibu siku kucha jana kule uko Rusayo, kule Rusayo sabu Nyengelele mpaka na watu wa Rusayo biko banasema hawayo kama bataweza tosha mamaiti, na basoda babo wote balishaanza tosha manani banakimbia mateni. Njoo kwa tunaona kama vitu viko serie. Njoo vile mambo iko. Na huo ndo mwisho wa matangazo yetu kutoka Baraka1 TV. Mengine tukutane majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12. Chao chao.